Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu ukuu wa Mungu. Kinachoufanya ukuu wa Mungu ni muonekano wake Mungu. Kinachotengeneza ukuu wa Mungu ni muonekano wake Mungu usiochosha kuitwa Mungu, usiochosha kuitwa mtawala. Na muonekano huu huonekana sawa sawa na vazi ambalo analivaa. Na muonekano huu unaonekana sawa sawa na kila vazi ambalo analivaa na kufanya upendezo au usahihi ndani ya ufalme wake, ndani ya muonekano wake, na kufanya kwa muonekano wake ndio kutengeneza ukuu wake yeye. Muonekano wa ufalme wake ndio hutengeneza ukuu wake usiochosha yeye kuitwa Mungu, yeye kuitwa mtawala popote pale alipo. Tazama, na vazi kuu la Mungu linalotengeneza ukuu wake ni wewe popote pale ulipo, kwa kuumbwa kwako kwa sura na mfano wake yeye Mungu. Narudia, na mavazi yanayotengeneza ukuu wake yeye Mungu, muonekano wake yeye Mungu ni wewe hapo popote pale ulipo, uliyeumbwa kwa sura na mfano wake yeye, yani uliyetengenezwa kwa utoshelevu wake yeye akuvae, na kufanya popote wewe ulipo ni Mungu katika vazi lake. Narudia tena, popote wewe ulipo ni Mungu katika vazi lake, na kwa vazi hilo ndio hufanya ukuu wake usiochosha, hufanya ukuu wake usioisha, hufanya siku zote kuitwa Mungu, hufanya siku zote kuitwa mtawala. Kwa hiyo ukuu wa Mungu hutazamwa kwako wewe popote pale ulipo. Ukuu wa Mungu hutazamwa kwako wewe popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ndiye Mungu katika vazi lake. Wewe ni vazi la Mungu aliyokuvaa, kwa maana kwamba ni Mungu anaonekana katika vazi lake. Ndio maana wasaidizi wake Mungu, ikiwa na maana chochote popote kilipo kikikutazama vizuri, jibu la mwisho kitasema kweli Mungu yupo, kweli Mungu anastahili, kweli Mungu ni mkuu. Acheni Mungu aitwe Mungu, kwa kuwa ameonekana katika vazi lake, ameonekana katika wewe hapo ulipo, uliye vazi la ukuu wake. Ni mwanamke au ni mwanamume, ni mtoto au ni mkubwa, ni kijana au ni mzee, ni daktari
au ni mhasibu, ni askari au ni mkulima, ni mfanyabiashara au ni wewe hapo, popote ulipo, kwa jina la kuitwa kwako, wewe hapo ndi vazi la ukuu wa Mungu, unaofanya Mungu siku zote akaitwa Mungu, mtawala siku zote akaitwa Mungu, akaitwa mtawala, na wewe ndiye Mungu katika vazi la mwonekano wake. Na ndivyo kwa jinsi ile ile, kwa jina la ukuu wake, hakuacha kukufanyia ukuu kwa kukutengenezea vazi lililotoka ndani yako, wewe hapo, popote pale ulipo. Narudia, hakuacha kukutengenezea wewe ukuu sawa sawa na jinsi yeye alivyo, kwa kukutengenezea vazi lililotoka ndani yako, wewe hapo, popote pale ulipo, na kufanya popote pale ilo vazi lilipo, ni wewe ukiwa ndani ya vazi hilo. Na vazi lako wewe akakutengenezea mwanamke kwa wewe mwanamume, vazi lako wewe mwanamke akakutengenezea mwanamume, vazi lako wewe mtoto akakutengenezea mzazi, yani baba, mama, vazi lako wewe mzazi akakutengenezea mtoto, vazi lako wewe hapo akakutengenezea jirani yako, akakutengenezea bosi wako, akakutengenezea yule pale, akakutengenezea chochote pale kilipo unachokitazama kwa jina lake. Ndio vazi ambalo Mungu amekutengenezea kwa sura yako wewe, na kukufanya popote pale ulipo, na wewe ukawa ni mkuu sawa sawa na yeye Mungu alivyo mkuu. Narudia, akafanya popote pale kwa jina ulilo nalo, ukawa mkuu sawa sawa na yeye Mungu kwa jina lake alivyo mkuu, ili ukionekana ni mwanadamu usichoshe kuwa mwanadamu. Kana wewe ni mtu usichoshe kuwa mtu. Ukionekana wewe ni mwanamke usichoshe kuwa mwanamke. Ukionekana wewe ni mwanamume usichoshe kuwa mwanamume. Ukionekana wewe popote hapo ulipo usichoshe kuwa wewe hapo kwa jina la kuitwa kwako mbele ya wasaidizi wako, na kufanya wasaidizi wako kutamani kukutumikia siku zote. Ndio maana anapokuja mwingine anakwambia wewe mwanadamu ni mbaya, lakini papo papo anatokea mwenye vazi lako, aliovishwa vazi lako, aliovishwa vazi la mwonekano wako, ambaye wewe umekaa ndani yake, anaonekana huyo huyo aliosema mwanadamu ni mbaya hatakiwi, anarudi na kusema mwanadamu ni mzuri, mwana wa Adamu ni mzuri, anastahili. Si tu kustahili, anastahili kusifiwa. Ni mwana wa Adamu, anastahili kusifiwa, anastahili kuimbiwa, anastahili kuwepo. Ni msaidizi, tena karudi kukusifia kwa ajili tu ya lile vazi ambalo Mungu amekutengenezea, yule ambaye ni wa kufanana na wewe, yani
mwanadamu. Na huo ndio jinsi ya ukuu wa Mungu ulivyo kwake na ulivyo kwako, kwa kutengenezewa vazi la ukuu wako, kwa kutengenezewa vazi la ukuu wako. Ndiyo anakuja anakuambia wanawake ni wabaya, lakini papo papo anakuambia mwanamke ni mzuri. Basi si wanawake wote ni wabaya, basi kwa kujua tu kuna mwanamke mzuri, kuna vazi zuri kutoka kwako ambalo ni vazi Mungu amekutengenezea wewe, ambalo limefanya ukaendelea kuonekana mkuu popote pale ulipo, hata kwa kuitwa mbaya. Hata kwa kuitwa mbaya umeonekana ni mkuu, kwa kuwa kuna vazi la ukuu umetengenezewa kwa mwanamke yule, akaonekana mzuri. Pia kwa mwanamume, pia kwa watoto, pia popote pale ulipo. Kwa hiyo ulipo wewe ni vazi la ukuu wa Mungu, ni vazi la utukufu wa ukuu wa Mungu. Naongea na wewe popote pale ulipo, haijalishi unaitwa jina gani, haijalishi wewe ni nani, haijalishi wangapi wanaikuita mbaya, haijalishi wangapi wanakuita nani, lakini wewe ndio vazi la ukuu wa Mungu. Kwani tazama, hata dhahabu kwa ambaye haijui thamani yake huita mbaya, lakini kwa yule ambaye hujua thamani yake huita yenye thamani. Ndivyo ulivyo wewe popote pale. Wewe ni wa thamani, wewe ni wa ukuu wa ufalme wa Mungu. Wewe ni wa ukuu, kwani ndi vazi la Mungu popote pale ulipo. Kwa hiyo Mungu yupo pamoja na wewe, kwa kuwa wewe ndi Mungu katika vazi lake. Ni Mungu anayetembea katika vazi hilo la kuonekana kwako popote pale ulipo, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye taaluma yako, kwenye ujuzi wako, kwenye wanamke wako, kwenye wanamume wako, kwenye utoto wako, kwenye ubaba wako, kwenye umama wako, popote pale ulipo, wewe ni wa ukuu wa Mungu. Wewe ndiye unayetengeneza ukuu wa Mungu kwa hilo vazi la kuonekana kwako, kwa hiyo sura ya kuonekana kwako popote pale ulipo. Naongea na wewe kuhusu ukuu wa Mungu usiochosha kutazamika, usiochosha kuonekana. Ndivyo ulivyo wewe mwanamke, usivyochosha kuitwa mwanamke, usivyochosha kukaa kuwa mwanamke. Ndivyo ilivyo kwako wewe mtoto, usivyochosha kuitwa mtoto. Pale tu baba anaanza kuona wewe si mtoto, ghafla umepata mke na kuitwa mtoto mzuri tena. Ghafla umepata watoto na kuitwa mtoto mzuri tena kwa yule baba yako kuwa na wijukuu. Ghafla umekuwa na hichi. Na ndivyo Mungu anavyokutengenezea vazi kutoka ndani yako linalokupa ukuu wa mtoto kuitwa mtoto, wa baba kuitwa mama, wa baba kuitwa baba, wa wewe
kuitwa hapo wewe kwa jina ulilo nalo. Siku zote usichoshe kuitwa jina unaloitwa. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu ukuu wa Mungu. Tazama, wewe popote pale ndiye wa ukuu wa Mungu. Narudia, wewe popote pale ulipo ndio wa ukuu wa Mungu. Kama vile tu mto pamoja na daraja lake. Yule ambaye alianza kuuchukia mto ingali ana uhitaji, lakini anauchukia sawa na sababu zake, ila daraja limekuwa vazi la mto la kufanya ule mto usichukiwe, bali kuendelea kusifiwa, kuendelea kuitwa mto, kuendelea kuhitajika. Na huyo ambaye alikuwa ameanza kuona ule mto ni mbaya, ni vazi ambalo ni daraja. Ndivyo kwako wewe hapo ulipo, yoyote alikuwa ameanza kukuchukia, lakini vazi ukapewa la kuolewa. Watoto, baba akaona mtoto wake umekuwa vema kwa kuwa umepata mume, umepata mke, ameanza kukuona, amekuzoea. Ghafla ukapata vazi jipya la mtoto. Wewe mtoto kwa baba yako, kwa mama yako, ukaendelea kuwa mpya na kuhitajika kuwa mtoto kwa baba yako. Ndivyo wewe kwa Mungu siku zote. Wewe ni wa ukuu wa Mungu. Wewe unahitajika kwa Mungu. Wewe Mungu anakupenda. Wewe Mungu anakuthamini. Wewe Mungu anakutengenezea vazi na kukufanya yeye akakusifia siku zote, yeye akakuona wa thamani siku zote, kama jinsi yeye alivyo wa thamani kwako. Ndivyo wewe ulivyotengenezwa wa ukuu katika ufalme wake, wa ukuu wa mwonekano wake, wa ukuu wake pale alipo, na kufanya siku zote. Mungu ni mkuu, asiyechosha kuitwa Mungu, asiyechosha kuitwa mtawala. Vivyo wewe hapo popote ulipo, usivyochosha kuitwa mke, usivyochosha kuitwa mume. Muda tu mume anaanza kukuona ni mke wa kawaida, hapo unapata mtoto. Muda tu mke anaanza kukuona wa kawaida, hapo unaanza kuitwa baba, unapewa vazi la kukufanya uendelee kuwa mkuu. Muda huo mke anaanza kukuona hivi, unaongezewa kipato, vazi. Mume anaanza kukuona hivi, unaongezewa vazi la mume siku zote kukuona wewe ni mke, la mke siku zote kukuona wewe ni mume, wa jirani siku zote kukuona hapo ulipo. Ni vazi la ukuu ambalo Mungu anakuongezea, na hili ndilo vazi la ukuu ninalo kueleza hapo popote ulipo. Naongea na wewe kuhusu ukuu wa Mungu. Wewe ndiye wa ukuu wa Mungu. Ni Mungu katika vazi la mwonekano wake, na kufanya siku zote
akaitwa Mungu. Siku zote wafanyakazi wake, wasaidizi wake wakatamani siku zote kumtumikia, wakatamani siku zote kufanya kazi kwake, kuifanya kazi yake, kwa kuwa anavutia kuitwa Mungu, anavutia kuitwa mtawala. Hakuna anaitaka atoke kwenye uungu wake, hakuna anayetaka atoke kwenye utawala wake. Ndivyo kwako wewe hapo ulipo, hakuna anayetaka utoke kwenye umama wako, utoke kwenye ubaba wako, utoke kwenye utoto wako, utoke hapo ulipo. Pumzisho hili la ukuu wa Mungu kwa wewe popote pale ulipo, kuwa ndiye wa ukuu wa Mungu. Hakika yake liwe pamoja na wewe popote pale ulipo.